Sakata la uchukuaji wa fomu kwa ajili ya kugombea nafasi ya urais wa shirikisho la kandanda nchini Tanzania TFF limechukua sura mpya baada ya mmoja wa wadau wa soka hapa nchini Tanzania ambaye amejitokeza kuchukua fomu kwa ajili ya kupata ridhaa ya kugombea urais huo, Dr. Mshindo Msola, kujitokeza na kuonyesha kushangazwa na kamati ya uchaguzi ya TFF kupotezea haki ya kugombea wajumbe wengine waliojitokeza. Akizungumza na waandishi wa habari mapema hii leo, Msola amesema ameshangazwa na namna rais wa sasa wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF, Wallace Karia, alivyoweza kupata udhamini wa wajumbe 46 ndani ya siku 5. Dr. Mshindo Msola anasema kwa sasa anasubiri uamuzi wa mwisho wa kamati hiyo ya uchaguzi ya TFF kabla ya kuchukua hatua nyingine zaidi kupata haki yake. Hii ni Global TV, mimi naitwa Hosea. Majina anaitwa Dr. Mshindo Msola, ni kiongozi muda mrefu kwenye michezo. Nimecheza, nimefundisha, nimeongoza. Kwa kuwa na sifa hizo, niliamua safari hii nigombea nafasi ya urais wa TFF. Kwa hiyo baada ya kamati ya uchaguzi kutangaza, tuliambiwa kama tukachukue fomu pale tarehe 9 Jumatatu hii wiki iliyopita na turudishe Ijumaa. Kwa hiyo nilitimiza wajibu wangu, nimejaza fomu, nimelipa $500, lakini changamoto kubwa ambayo mimi kama mgombea nimeipata ni kwamba sikupata fursa ya endorsement. Kila niko jaribu, kila nikupiga hodi, kila nikupiga simu, waliniambia kwamba hilo zoezi lishamalizika kipindi kirefu. Sasa mimi kama mgombea nimeona leo niseme kwamba kama tulipewa siku 5 wote, ilikuwaje mwenzetu akawa na endorsement za kila sehemu? Na ukweli ni kwamba endorsement hizo zimefanyika miezi kadhaa kabla ya muda wa uchaguzi. Sio jambo la sahihi. Kwa mimi nasema kutopewa nafasi ya kupata mtu wa kudhamini ni kosa, na huo ni uhujumu. Mpira ni wa kila mtu, mpira sio mtu mmoja. Ni kwamba sijaridhika na maamuzi yaliyofanyika na kiongozi ambaye yuko madarakani. Katiba inamruhusu au kanuni inamruhusu yeye awe na wadhamini angalau 5. Inatosha. Sasa mtu anakuja na wadhamini 46. Lengo lake ni nini? Kama yeye amefanya kazi yake vizuri, basi kwa atungojea kwenye boxi ili haki itendeke. Kwa hiyo mimi leo nataka kusema kwamba tunangojea, au mimi binafsi nangojea kamati ya uchaguzi itakapotoa maamuzi yake kwamba sikukidhi vigezo, tutaangalia taratibu nyingine ambazo tufuate ili tupate haki yetu. Kubwa, tusingependa mpira wa Tanzania uharibike. Mambo mengi yamekwenda vizuri, lakini haya ambayo yanafanyika ambayo sio ya kanuni, sio ya utaratibu wake, ningeshauri kwamba wanaohusika wasimamie inavyotakiwa. Tutafuata taratibu zote ambazo zipo au zimeruhusiwa ili tuweze kudai haki yetu, ili uchaguzi uwe wa huru na haki. Angekuwa ni mtu ambaye anataka utawala bora, wala jambo lisingetokea. Kwa sababu kama amefanya kazi nzuri, watu wangepewa uhuru. Na kwa sababu nasema kama kudhaminiwa na mtu mmoja, kudhamini mtu mmoja, uruhusiwi kudhamini mtu wa pili. Yeye angepata zile kura zake 5, angeacha watu wengine nao wapambane. Kwa hiyo kikubwa, nadhani kikwazo cha kwanza ni rais ambaye yuko madarakani. Lakini la pili, pengine nadhani wale wajumbe wale 46 pengine walitishwa. Walitengeneza mazingira ambayo usipomdhamini basi itakula kwako, kwa sababu alijua huyu lazima ataendelea. Lakini hiyo sio dhana ya utawala bora. Katika mpira, katika jambo lolote lile, lazima tufuate taratibu na mtu uwe wazi. Yaani lazima mtu uwe transparent ili haki itendeke. Na mpira huwezi kuongoza na mtu mmoja ukaleta utawala kimla, haiwezekani. Ongoza, watu wengine waje, uwashinde, basi jambo ni demokrasia. Tuko tayari tushinde kwenye box, lakini sio kwa utaratibu huu. Haiwezekani leo mtu ameongoza miaka 8 baada ataka ongeza miaka mingine 4. Lakini ingeomba heshima zaidi kama angeongoza alivyoongoza miaka 8 kwa mafanikio ambayo ameyapata, angetoka kwa heshima. Tuna viongozi ambao tunaona na tuna mifano hai. Mtu kama Tenga alifanya kila kitu miaka 4 akasema inatosha, na alijenga msingi mpaka leo anaheshimiwa. Kwa nadhani kikubwa ni kiongozi upende demokrasia, ndio jambo muhimu. Kamati ile ya uchaguzi sio ya mwisho. Kwa hiyo tutaangalia kwamba baada ya hapa unakwenda kwenye hatua ya kamati ya rufaa, kuna kamati nyingine ambazo zitafuata. Kwa hiyo tutafuata zile taratibu zote za muongozo na namna kwamba unapokuta umenyimwa
fursa yako au haki yako eneo fulani, basi unakwenda ngazi ya juu. Huko mwisho hatuwezi kujua maamuzi mengine. Lakini kwanza tunasubiri Jumatatu au Jumanne tuone kamati ya uchaguzi itasemaje. Yeah. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.